Mapigano makali yanaendelea leo Jumatano tarehe 28 Januari mwaka 2026 tangu saa 4 asubuhi katika vijiji vya Angolebi, Kyaka na Nehele vilivyoko katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mapigano yanakutanisha waasi wa Twirwaneho na Red Tabara wanaodaiwa kushirikiana na M23 AFC dhidi ya wapiganaji wa Wazalendo wanaosaidiwa na jeshi la FARDC. Hata hivyo, baada ya kuwasili kwa vikosi vya nyongeza vinavyojulikana kama IBU, wapiganaji wa Wazalendo kwa kushirikiana na vikosi hivyo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa maeneo ya Angolebi, Kyaka na Nehele. Licha ya mafanikio hayo, vyanzo vya ndani vinaripoti kuwa mapigano bado yanaendelea katika baadhi ya maeneo, huku wanachama wa muungano wa Twirwaneho, Gumino, Red Tabara wakianza kuondoka na kuelekea Minembwe pamoja na maeneo mengine ya jirani waliotokea. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya vifo, majeruhi au athari za kibinadamu kwa raia, lakini hali ya usalama inaelezwa kuwa bado ni tete katika nyanda za juu za Fizi. Mapigano mapya yanaripotiwa kuzuka Jumatatu tarehe 26 Januari kati ya wapiganaji wa Wazalendo wa waasi wa AFC M23 katika kijiji cha Migembe kilichopo takriban kilomita 30 kutoka Lubero Center katika wilaya ya Lubero mkoani Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, wanamgambo wa AFC M23 walishambulia moja ya ngome ya Wazalendo na kuchoma moto kambi yao, hali iliyosababisha mapigano makali ya risasi katika eneo hilo. Tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi ambao wamejikuta katika mazingira ya taharuki na sintofahamu. Kutokana na mapigano hayo, familia kadhaa zimelazimika kukimbia makazi yao zikielekea katika maeneo wanayoyaona kuwa salama zaidi kwa hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi na mapigano. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa mapigano ya awali kati ya upande mbili yalisharipotiwa tangu Jumapili iliyopita katika kijiji jirani cha Vikendo, hali inayoashiria kuongezeka kwa mvutano wa kiusalama katika sehemu hii ya wilaya ya Lubero. Hali ya wasiwasi na taharuki inaendelea kutanda katika mji wa Baraka kufuatia vitendo vya uporaji, unyanyasaji na mauaji vinavyoripotiwa kushuhudiwa mara kwa mara katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vitendo hivyo vinadaiwa kuelezwa na watu waliovalia sare za kijeshi na kubeba silaha, hali ambayo imeongeza hofu miongoni mwa wananchi wasio na hatia. Taarifa zinaeleza kuwa takriban watu 28 wamepoteza maisha huku wengine wamejeruhiwa kwa risasi katika matukio tofauti. Familia nyingi zimeachwa katika hali ya majonzi makubwa baada ya kupoteza wapendwa wao, huku baadhi wakihangaika kuwatafuta wanafamilia waliotoweka. Wananchi wa Baraka ambao bado wanachoshwa na vita na machafuko ya muda mrefu wanatoa wito kwa viongozi wa ngazi za juu kuingilia kati kwa haraka ili kurejesha usalama na kupata suluhisho la kudumu kabla hali haijazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa siku hizi kumeripotiwa hali ya wasiwasi mjini Baraka, hii inayosababishwa na milio ya risasi na mauaji yanayotekelezwa na watu wanaomiliki silaha. Wewe kama kiongozi wa CGOP unaweza kuambia wasikilizaji na watazamaji kitu gani? Na CGOP nimesema kwa kifupi, CGOP ni kitu gani? CGOP inamaanisha Cabinet des Jeunes Intègres pour l'Orientation des Politiques Publiques à RDC. Kwa Kiswahili ni chumba cha vijana ambao kinasaidia kwa mwelekeo wa mipangilio ya kisiasa ya umma katika nchi yetu ya Kongo. Asante. Unaweza kutuambia kitu gani kuhusiana na hali ya wasiwasi mjini Baraka ambayo inasumbua wakazi? Asante. Kweli katika jiji la Baraka kunakuwa hali ambayo isiyoridhisha, hasa wakati ambapo raia wanauawa kila siku, raia wanaporwa mali yao kila leo, raia wananyanyasiwa hapa na pale na kila mara, sijui watu wanauawa, wengine wanajeruhiwa, wanakuwa ndani ya hospitali na makazi nakuwa
zinakuwa mingi sana, ambapo raia wanasumbuka sana, mpaka wengine wanaanza kuona kwamba raia haiko nafasi ambapo watu wanapaswa kuishi. Na hizo hali zilitusukuma sisi kama vile wa leader communautaire na kuenda kumuandikia mkuu kiongozi wa majeshi wa 33e region militaire, Mheshimiwa General Kashindi Dunia, kusema kwamba angalie jinsi gani ataleta usalama katika jiji la Baraka. Na hapa tulienda kumpendekeza mambo matano ambayo anaweza kuyatembelea ili usalama upatikane katika jiji la Baraka. Na jambo la kwanza tulimuomba angalie jinsi gani ya kukataza wanajeshi wa mainite fulani fulani kuvaa jezi ya kijeshi ambayo isiyokuwa ya unite yao, ili kusitisha confusion kwa wale ambao wanaoendesha hali za unyanyasaji na uporaji na mauaji. Ya pili, tumemwomba angalie jinsi gani ataorozesha vikundi vya wanajeshi ambao wameshabaki miaka mingi katika tarafa la Fizi na jiji la Baraka, na wale wanajeshi tujui wako kontrole na akina nani ama komandema gani. Hapo tulitaja wafuma, tulitaja wa 12e brigade ya waintegre, waangalie jinsi watawa-identifie, waorozeshe na wajue jinsi gani wanaweza kuwafanya. Na ingine tulimuomba angalie jinsi gani atawatenga wanajeshi kando mbali sana na raia, kwa sababu ile kuonaona raia wanakaa pamoja na raia, wanapangia raia manyumba, iko naleta kitu kingine cha kutaka kupora raia, kwa sababu wanajua kama huyu anakuwa na mali, anakuwa na mbuzi fulani, kwa sababu wanaishi pamoja, atampora. Lakini wakiwekwa kando, hapa tunaita kwa Kifaransa cantonnement, itasaidia raia kuishi na kutokusikia ile masasa ya kila leo, kwa sababu hapa katika jiji la Baraka adui hajafika. Na tulimpendekeza tena pia kusema kwamba angalie jinsi gani atafanya jitihada ili wazalendo ama wa VDP wapate mateni speciale yao ambayo itawatenganisha na jeshi la serikali FRDC, kwa kuwa yule ambaye atakayeshikwa akifanya unyama ama unyanyasaji dhidi ya raia, tutajua anavalia teni gani, mizia kwa kiongozi gani. Na ya mwisho tulimpendekeza kwamba katika jiji la Baraka kweli kumezagaa silaha nyingi sana, angalie jinsi gani anaweza kutayarisha msako, ile wanaita bouclage. Wakati watafanya ile msako, itakuwa inasaidia sana kuchukua zile silaha ambazo ziko mikononi mwa watu ambao hawajulikani na serikali. Ndo ikifanyika ile, tunajua kama amani itaenda kurejea katika jiji la Baraka. Unafikiria hayo madai yenu yataweza kuleta suluhu? Tuna imani kwamba yataleta suluhu, kwa sababu itakuwa inaonekana kila mtu atakuwa kwanza wanajeshi watakuwa mbali sana na raia, na polisi inabaki inafanya kazi humu. Maafa ikitendeka tutajua ni wanani waliifanya, kwa kuwa kila unite itakuwa eneo lake, na tutakuwa tunajua, kwa sababu hata polisi itajua ni mwanajeshi gani alifanya kibaya. Na sisi raia vile vile tutakuwa naendelea kudenonce, tukiona huyu teni fulani tunadenonce. Kinyume na ile, raia itajichukulia maamuzi yake kufuatana na katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya nchi inaruhusu raia inaweza kufanya desobedience civile contre hata ba militaire ikiwa hawafanyi kazi yao vizuri. Unaweza kuambia raia kitu gani? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wengine walikuwa nasema waunde kundi la walala rondo. Unaweza kuambia kitu gani? Kwa sasa raia kwanza ibaki kimya, tusubirie nini kiongozi wa wanajeshi anaweza kutuambia ama atafanya, kwa sababu ya usalama mdogo. Kwa wakati huu ni wakati mgumu sana, ile approach ya walala rondo hayakuwa ya mzuri kuifanya kwa hii wakati, kwa kuwa silaha ni nyingi ndani ya nyumba za watu, na inaweza tuma raia wanakufa wengi, kwa sababu hautajua ni nani atakuvizia na anakupiga risasi wewe kama vile mlala rondo. Ndio maana ile approach ya kulala rondo kwa sasa haiko nzuri, lakini tupatie serikali yetu macho, yenyewe ndio inakuwa na jukumu ya kufanya usalama urejee, na ndio maana tumewaandikia ili warejeshe usalama katika jiji la Baraka.